Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako wakati huu na saa hii. Ninakukaribisha katika kipindi chako kizuri cha leo katika TV yako pendwa ya Bado Kuna Ushindi TV. Ninaamini siku ya Jumapili ya leo umebarikiwa na unaendelea kumtumainia Mungu katika hali na mazingira yote unayoyapitia. Karibu ungane nami rafiki yako na ndugu yako katika kutafakari ujumbe wa neno la Mungu. Leo nina ujumbe ninaotaka kukushirikisha. Una kichwa cha somo kinachosema siri ya kushinda hali yako inayokukabili. Siri ya kushinda hali yako inayokukabili. Mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu popote ulipo, wazee wetu waliwahi kunena kwa hekima kwamba kuteleza si kuanguka. Lakini kuna watu wengi leo safari ya maisha imekuwa ngumu sana, kiasi kwamba wanahisi wameteleza na kuanguka kabisa, hawawezi kunyanyuka. Labda umepita katika nyakati ambapo uliona kila unachokifanya kikiharibika. Umepita kwenye wakati ambapo ulidhani kila ulichokifanya hakitasimama tena, lakini kila ulichokitegemea ni kama kimeanguka. Ulitegemea watu wakakuangusha. Ulitarajia mavuno, lakini mashamba ni kama hayakutoa mazao inavyopaswa. Mitaji umekopa, lakini umeona mambo yote ni kama yamekauka vile, na umekuwa kama mbuzi wa kafara. Katika hali hiyo, huja kukata tamaa. Roho yako huchoka, roho yako inazimia. Lakini kuna maswali ya kujiuliza. Je, katika hali zote ninazopitia, katika mazingira ninayoyaishi ama niliopo, je, kuna tumaini baada ya maumivu yote haya? Je, kuna tumaini? Huyo ndio mtu muungwana anavyowaza kwenye akili yake. Lazima akili ihangaike huku na kule kutafuta majibu ambayo yanaweza kuwa sababu au daraja la mwanzo la kukutoa kwenye shida ulionayo. Lakini mwandishi wa Kiamerika anaitwa C.S. Lewis aliwahi kusema maneno haya: huwezi kamwe kujua jinsi unavyoimarika hadi pale utakapofikia kwenye udhaifu wetu wa mwisho. Yaani, kuimarika kwako huwezi kupajua kama umeimarika kama hujafikia kipimo cha kule kushindwa kwako kwa mwisho, wewe ukawa juu zaidi. Leo hii ninatamani nikufungulie siri hii ya namna gani unaweza ukashinda udhaifu wako wa mwisho. Katika ujumbe huu ambao ninatamani tutazame kwa pamoja na kutafakari, yako majibu ambayo Ayubu mtumishi wa Mungu aliyepita kwa ushuhuda katika mazingira magumu ya mateso na kilio, kukataliwa na kusimanga, alikuwa anatoa matamko haya. Akasema katika kitabu kile cha Ayubu sura ile ya 20, sura ya 14 mstari wa 7 mpaka wa 9. Anasema hivi: kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ulikatwa utachipuka tena, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na utatoa matawi kama mche. Anataka kututia moyo. Ayubu anasema yako matumaini kwa mti uliokatwa. Mti umekatwa, lakini anasema pamoja na kwamba huo mti umekatwa, yako matumaini ya kuchipuka tena. Kama tu utapata harufu ya maji katika maeneo na mazingira huo mti kuna chemchem, basi hapo anasema huo mti utachipuka tena na utatoa matawi kama mche uliopandwa hivi karibuni. Najua hii sio tu hadithi. Hili lilikuwa ni tamko la nguvu la ufufuo juu ya magonjwa yako, juu ya mateso yako, juu ya kushindwa kwako. Watu wengi wanapopita kwenye kushindwa na mateso, wanabaki wamelalamika na kubaki wamekaa chini. Lakini Ayubu anasema hivi, kuna matumaini kwa mti uliokatwa. Kuna matumaini kwa mti uliokatwa. Pamoja na kwamba mti umekatwa, ni kama unaonekana hakuna kinachowezekana tena, lakini Ayubu anatukumbusha kama tu lile eneo ule mti upo, pamoja na kwamba umekatwa katika maumivu makali, kuna uhakika wa kuchipua tena.
Maisha yako yanafananishwa na maisha ya mti. Unaweza ukapita kwenye mazingira magumu ambayo kila mtu akajua huyu atakufa, lakini bado kuna matumaini kwa mti uliokatwa. Kuna wakati kulitokea njaa kali sana miaka ya nyuma sehemu moja kule Tabora, na watu wakawa wanaanza kutazamana, hivi kweli ni nani atakayepita? Kwa sababu watu wengi maisha yao ya kiuchumi yalikuwa yanaitegemea kufanya kazi ale, na tuliona kama kila eneo limefunga hivi. Kulikuwa kuna bibi kizee kabisa ambaye hana watoto wa kumlea, lakini ile njaa ilichukua zaidi ya miezi 6, lakini bado yule bibi alivuka salama. Na wapo watu walikuwa na nguvu na tulikuwa tunawatazamia kwamba wao wangeweza kupita kwa nguvu zao, lakini walikufa wengine. Wale bibi ambao walikuwa hawana chakula na wanyonge, hawana hata nguvu za kufanya kazi, walipita kwenye ile njaa na wakawa hai. Na hii inaendelea kutia nguvu katika lile tamko la Ayubu, bado kuna matumaini katika mti uliokatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yapo matumaini. Haijalishi watu wanakukataa, lakini bado yapo matumaini. Nataka nikutie moyo leo, nisikilize, bado kuna matumaini. Kuna nguvu ya kukuwezesha kutoka katika kifo. Bado kuna uhakika wa kuchipua tena. Nini ninataka kukwambia? Acha huzuni yako, acha hofu. Karibu ili tuendelee kudadavua kwa pamoja kile ambacho alikimaanisha mtumishi wa Mungu Ayubu. Ayubu ile 14 mstari wa 7 mpaka wa 9 anasema, kwani yako matumaini ya mti uliokatwa, utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake hufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipua na kutoa matawi kama mche. Ndugu yangu mpendo unayenisikiliza na kunifuatilia, leo hii ninatamani tuangalie ahadi kuu ya matumaini iliyofichwa katika maneno ya Ayubu. Ujumbe huu sio ujumbe wa kueleza tu maumivu yako, bali ni tamko la ufufuo juu ya maisha yako. Labda unahisi umekatwa, labda unahisi umekauka, labda unahisi umetupwa, uko kando mahali ambapo hakuna namna watu wanaweza kupita. Inawezekana kwa sababu ya magonjwa, inawezekana kwa sababu ya mateso, inawezekana kwa sababu ya maumivu na dhiki mbalimbali. Yote hayo inawezekana. Inawezekana watu wameona umechakaa, huna hata nguo, hakuna mtu anayeweza kukutakia heri, anayekutakia amani. Wanakuona kama umekuwa ni written off. Lakini Ayubu anasema bado kuna matumaini katika mti uliokatwa. Katika hali yake ya ukauka, katika hali yake ya uchungu, katika hali yake ya kukata tamaa, bado huu mti una matumaini. Kama tu utapata maji, utachipua tena. Nataka ujue siri hii ya kushinda. Hii ni siri ya kushinda mabaya, ni siri ya kushinda kila hofu ulio nayo. Hata baada ya mabaya, bado kwa maneno haya kuna ahadi ya mema. Hata baada ya watu kukukataa, na kukuchukia, lakini Ayubu anatutia moyo, anatamani tutafute na kuona ya kwamba kuna matumaini katika uharibifu. Ukiangalia mfano wa mti anaosema Ayubu katika Ayubu 14:7 mpaka 9, mti huwa ukutetereka. Ni kweli ulikatwa, ni kweli hata baadhi ya mizizi yake ilioza, lakini shina lake linaonekana limekufa, mizizi yake ikaonekana imechakaa. Kila ishara inasema huu ndio mwisho, kama ambavyo watu wengi wanasema na wanakutabiria. Wengine wanakuja hata na unabii wakisema sasa huyu mtu kuishi naye amekwisha. Lakini Ayubu anatufunulia siri hii, anasema bado yako matumaini, bado yako matumaini. Mizizi inaweza kuchakaa, lakini kama tu haijang'olewa kabisa, kuna nguvu yako ya ndani, kuna nguvu yako ya kikusudi. Lile kusudi la kwanza bado halijafa. Ni kweli umekata tamaa, ni kweli umezimia moyo, lakini bado kuna matumaini katika mti uliokatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, popote ulipo, ninasema maneno haya nikiwa nina uhakika
kwamba neno la Mungu hata siku moja halijawahi kukosea. Neno la Mungu hata siku moja halijawahi kushinda. Shina linaweza likafa kabisa, lakini halijaharibiwa kabisa. Ikiwa halijaharibia kabisa, hata kama kuna mzizi mmoja wenye uhai, bado kuna uwezekano wa mti kuzaa tena. Nimekuwa nikifuatilia miti ya miarobaini. Unaweza ukaukata kabisa, ukaondoa shina na ukachoma moto, lakini kama kuna mzizi ambao umegusana na maji, ule mwarobaini utapata shida, lakini utachipuka tena na utakuwa mti wenye nguvu kabisa. Maisha yako, ikiwa tu bado una matumaini katika Kristo aliye maji ya uzima, matumaini ya kutoa matunda tena bado yapo pamoja na wewe. Siri ya kushinda kwako ni harufu ya maji. Hii inawakilisha Roho wa Mungu, upya wa kimwili au msaada unaohitajika. Msaada unaohitajika unapogusa katika ile dhiki yako na shida yako, nguvu yako iliyo ndani ya kuchipuka tena itachipuka, na matawi yako yatakuwa na nguvu, kwa sababu sasa utakuwa na mizizi imara zaidi kuliko mwanzo. Mtumishi wa Mungu, ninajua inawezekana unapita kwenye mateso, magonjwa na kushindwa. Nataka nikutangazie, sio mwisho wako, bali ni zamu ya kuelekea kwenye ushindi wako mkubwa unaokuja. Usikubali kuona giza. Usikubali kuona giza. Usikubali kuona mlima. Ninajua kila mmoja anayeishi duniani analo kusudi ambalo amewekewa na Mungu analopaswa kulitimiza. Kwa hiyo changamoto ni sehemu ya kusafisha, kuondoa upinzani. Mtumishi wa Mungu, kama vile mtu unavyohitaji maji, na wewe unahitaji msaada, si kwa ajili ya usaivu, bali kwa ajili ya uwezo wa kupokea uponyaji. Katika hali ulionayo yoyote ile, bado unahitaji msaada, na msaada wako upo. Unahitaji uponyaji wa kimwili unahitaji uponyaji wa kimwili, unahitaji uponyaji wa kiroho, unahitaji uponyaji wa kihisia, na neno la Mungu linayo utajiri wa kugusa na kuponya magonjwa yako yote. Kumbuka, usikate tamaa, endelea kusoma neno la Mungu, endelea kuomba. Nataka nikwambie, ziko hatua za kuchipua tena. Fanya maamuzi thabiti na madhubuti. Weka malengo madogo madogo na malengo makubwa. Usikubali giza likukatishe tamaa. Katikati ya giza nene, mwanga kidogo hutoa mwelekeo. Katikati ya mateso mengi, dawa ndogo inaweza kuleta uponyaji. Jipende mwenyewe, jithamini mwenyewe. Usitake thamani yako iletwe kwako na wengine. Wewe sio kile ulichoshindwa, bali ni yule ambaye alipita kwenye kushindwa ili ajifundishe. Wewe sio kile ulichoshindwa, bali ulipita katika kushindwa ili ujifundishe. Furahia vinyimbo vidogo vidogo vya maisha yako, vile ambavyo vinasema katika kulala kuna kunyanyuka tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, wewe ni mshindi. Unaposhindwa, tafuta watu unaofanana nao. Changamshaneni kwa shuhuda moto moto. Endelea kutamka maneno positive na sio negative. Tamka ushindi. Na mwisho, ninaamini iko nguvu ya matumaini inakuja. Bado kuna matumaini katika mti uliokatwa. Bado kuna ushindi katika mti uliokataliwa. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ile ya 11, unaona Lazaro alikufa akazikwa, hali ambayo iliitwa mwisho wake. Inawezekana wewe wameshakuzika kwa mitazamo yao, lakini neno la Kristo lilimfufua. Nami ninajua hali yako mbaya kwa kiasi chochote kile kinachosemwa. Nataka nikwambie, Yesu kama alivyomwambia Lazaro, njoo huku nje, neno la Yesu liko hapo ulipo. Unaponitazama, ninakwambia toka kwenye shida yako, njoo nje. Toka kwenye magonjwa yako, njoo nje. Ni kweli madaktari wamesema mabaya kukuhusu na kukatisha tamaa, lakini ninalo neno la kukuambia, toka katika shida yako. Yesu alimwambia Lazaro, toka nje. Na mimi leo ninakutabiria utoke katika shida yako. Katika Wakorintho wa pili ile sura ya 11, Paulo aliteseka kwa kupigwa na kufungwa, hata kupigwa kwa mawe kiasi cha kufa. Wanafunzi walimzunguka, amekwisha kufa, ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 14:19. Lakini aliendelea kuhubiri hata baada ya hapo. Walipomzunguka, kwa sababu tayari yalikuwepo maji, alinyanyuka akapata nguvu tena, akasonga mbele.
Ukisoma tena Yusufu, Yesu mwenyewe katika Mathayo 28, walimzika wakajua ndio mwisho wake. Lakini ilipokuja roho ya kutia uzima, Yesu alitoka akiwa na nguvu na ushindi mkubwa kuliko ni mwanzo. Nataka nikwambie, mauti yako, mateso unayopitia, magonjwa unayopitia, kushindwa unakopitia, sio neno la mwisho kwako. Bado kuna matumaini katika mti uliokatwa. Unaweza kuchipua tena na kuwa bora kuliko ni mwanzo. Sikiliza, watu wenye hekima waliwahi kusema hivi: giza la leo ni mwangaza wa kesho iliyojificha. Giza ya leo ni mwangaza wa kesho iliyojificha. Ninataka nikutie moyo, una kesho yako bora sana ya thamani. Una kesho yako bora sana yenye matumaini. Hata utakuja kujitazama na kuwaambia watu, kama sio Mungu Israeli na aseme sasa. Nisikilize, dawa ya kweli ya mateso, dawa ya kweli ya magonjwa, dawa ya kweli ya kushindwa haipo katika kujifanya una nguvu, bali katika imani thabiti kwa Mungu, ujasiri wa kutafuta msaada na uwezo wa kuendelea mbele hata katikati ya kuchoka. Kuna mwanariadha mmoja wa Tanzania aliwahi kwenda kwenye mashindano mwaka 69 ya Jumuiya ya Madola. Alikuwa anakimbia mbio ndefu huyu, lakini hatua za mwanzo tu za kukimbia akapata shida kwenye goti lake. Lakini watu wote wakampita. Watu wakawa wanatazama, walikwenda watu wangapi, huyu wa mwisho yuko wapi? Watu walitaka kumtia moyo, ambulance zilitaka zimbebe ili wampeleke hospitali. Lakini akasema hivi, sikuletwa na taifa langu kuja kuanza mbio, nimeletwa na taifa langu kuja kumaliza mashindano. Ni kweli sijaweza kushika nafasi ya kwanza, lakini ninapaswa nipeperushe bendera yangu mpaka nimalize mashindano. Kama unaishi ujue mashindano bado unayo, na unayo nafasi ya kushinda. Na yule mzee walitengeneza slogan katika mashindano ya kukimbia, mpaka leo anakumbukwa kwa tendo lake la kishujaa. Bado kuna kuchipua katika mti uliokatwa. Tumishi wa Mungu, Mungu ni thabiti, Mungu ni kweli. Nataka ujue wewe ni mtu wa thamani sana. Simama, chukua hatua. Maji yako ni Roho Mtakatifu na neno la Mungu yapo karibu na wewe sana kuliko ulivyoanza. Kuchipuka tena ni wajibu wako na ni lazima. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Bado kuna matumaini ya kuzaa na kuchipuka tena kwa mti uliokatwa. Nikutakie baraka za Bwana na neema ya Mungu juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi niombe sasa, ni wakati sahihi basi niweze kuomba na wewe. Nifuatishe maneno haya. Sema: Mungu Baba Mwenyezi, kwa utukufu na ushindi na uzima ulio juu yako, asante kwa kusikia ujumbe huu wa matumaini. Ni kweli nilichoka, nilikata tamaa, nilizimia, lakini nimenyanyushwa tena na neno lako linalosema bado kuna matumaini katika mti uliokatwa. Nisamehe dhambi, nisamehe makosa, nisamehe kuwaza kwangu na kulalamika kwangu katika jina la Yesu. Futa udhaifu wangu katika kitabu cha kuzimu na uniandike katika kitabu cha uzima. Nipe maisha mapya na ushindi katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa inawezekana unaumwa, inawezekana umekata tamaa kwa namna yoyote na hali yoyote. Kwa maneno machache tu nataka niombe na wewe. Na mimi sina mashaka kwa sababu neno hili lina pumzi ya Mungu. Bado kuna matumaini katika mti uliokatwa. Haleluya. Unaweza ukaweka mkono wako kwenye kifua chako au ukaweka mkono wako kichwani wakati ninaomba na wewe sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme Mungu mwenye nguvu, ninakushukuru kwa wema wako, ukuu wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya mtumishi wa Mungu huyo. Ninasimama kama kuhani, kama neno lako linavyotangaza, bado kuna matumaini kwa mti uliokatwa. Inawezekana amepita kwenye mateso yaliyomkatisha tamaa. Watu wamemkataa, hata hospitali zimetangaza mabaya juu yake. Lakini ninajua neno lako ni uzima na Yesu Kristo upo. Kwa mamlaka nilionayo, kwa jina la Yesu Kristo, ninakwenda kinyume na kila utaratibu wa kuzimu. Ninakwenda kinyume na kila mashambulizi ya giza. Magonjwa kwa majina yake ninayaapisha yamwachie mtu huyo. Ninaachilia neno la uzima na Roho Mtakatifu juu yako ili kukutoa kwenye dhiki na mateso ulionayo. Katika jina la Yesu Kristo ninatangaza kwa utukufu wako. Asante kwa uzima huu kwa jina la Yesu. Asante Yesu kwa ajili ya wakati huu.
Asante kwa ajili ya mtumishi wa Mungu huyo. Basi Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu pale ulipo. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Endelea kutupa mileage kwa kucomment kwako, kulike na kushare. Onyesha upendo wako kwa kulike video zetu ili tujue kwamba kuna watu wako nyuma yetu wakitusapoti. Na jina la Bwana likubariki sana. Haleluya. Mpaka wakati mwingine, ubaki umebarikiwa. Amen.